Vyakula asili ya mimea ni muhimu sana inapokuja swala zima la usalama wa afya ya mwanadamu kwenye kujikinga na magonjwa na kwenye kutibu magonjwa. Ni kufahamisha tu kwamba kama wewe sio mpenzi wa kula vyakula asili ya mmea na kama hujawahi kutambua umuhimu wa kula vyakula hivi asili ya mmea, hii video nimeitengeneza kwa ajili yako, kwa maana kwamba niko hapa kukufahamisha umuhimu wa kula vyakula asili ya mimea. Kupitia mada ya leo itakufanya we ujue kwa nini ni muhimu kula vyakula hivi kuliko na kwa nini uvitumie kwa wingi sana kuliko vyakula vingine vyote ambavyo vimepatikana kwenye sayari hii ya dunia. Katika mada hii upo nami Emmanuel Mpalie, nutrition specialist. Kama nilivyokufahamisha awali kwamba mada ambayo iko hewani ni umuhimu wa kula vyakula asili ya mimea. Kwa nini ule vyakula asili ya mimea? Ukifuatilia wengi ambao wanakwepa vyakula hivi asili ya mimea wamekuwa wakivituhumu kwamba vyakula hivi vimesheheni wanga. Ni kweli, tunapozungumzia mmea maana yake tunazungumzia wanga, kirutubisho aina ya wanga, kwani kiumbe hai pekee ambacho kinatengeneza wanga ni mmea. Sasa wengi wamekuwa wakikwepa vyakula hivi asili ya mimea kama viazi, mihogo, magimbi, ugali, kwa maana kwamba mahindi, mtama, ulezi, ngano, mikunde hizi, maharage, mbaazi, njegele, kunde, choroko na matunda matamu, wakisema kwamba vyakula hivi vimesheheni wanga. Naomba nikudhibitishie kitu kimoja na nikutoe hofu kwa nini unahitajika kula vyakula hivi vya mmea. Asili inamhitaji mwanadamu ale nini? Asili inamhitaji mwanadamu ale wanga, sukari, mmea, yaani ale vyakula vya mmea ambavyo kwa maana kwamba ale wanga. Kwa nini ale wanga? Tuangazie vitu vichache tu ambavyo vinathibitisha kwamba mwanadamu anatakiwa ale wanga ama ale mmea. Ukija kwa mfano ukiangalia swala la ubongo wa mwanadamu, piga uagalagaza ubongo wako, ni lazima upate nishati karibia 75% kutokea kwenye glucose ambayo ni wanga, ni zao la mwisho la wanga nyingine ambazo ni complex kuweza kumengenywa kama starch imevunjwa mwisho zinatotea glucose. Ile glucose ndo ambacho ni nishati pendwa ya ubongo wa binadamu, na bila kupata nishati hiyo huwa lazima tutapata changamoto. Hiki ni kitu cha kwanza ambacho kinathibitisha kwamba asili inamhitaji mwanadamu ale wanga. Lakini kitu cha pili ni seli nyekundu za damu. Zile seli haziwezi kutumia nishati kutoka kwenye chanzo kingine mbali na glucose. Zile seli haziwezi kutumia nishati kutoka kwenye mafuta wala kwenye protein, isipokuwa tu kwenye glucose, ndio chanzo pekee cha nishati kwa ajili ya seli hizi. Na ndio maana ukishapata hypoglycemia, sukari kishuka sana, usipowahiwa ndani ya muda mfupi ni unakufa, ni unapoteza uhai. Hii ni kitu cha pili ambacho tunathibitisha kwamba mwanadamu kiasili anatakiwa ale wanga. Lakini cha tatu ambacho nataka nikufahamishe ni ulimi wa mwanadamu. Ulimi una sehemu kuu nne. Ulimi ule una sehemu ya kutesti kitu kichungu, kichachu, pamoja na swala la chumvi, na cha mwisho ni sehemu ya kutesti kitu kitamu ambacho inamaanisha kwamba ni sukari ama glucose ama wanga. Kwa maana ya kwamba kupitia ulimi unakufanya we binadamu uweze kutafuta kile ambacho ni kitamu uweze kula na kile kichungu uweze kuachana nacho. Kuingana na hiyo asili na Mungu kuwa ajabu sana, ndio maana vyakula vya wanga haviji vikiwa wanga kama wanga tu. Ukikuta kiazi kitamu kimesheheni wanga iliyo bora sambamba na virutubisho vingine, kwa maana kwamba ina protini yenye ubora yenye kiasi chake, mafuta machache ambayo ni bora, vitamini, madini na phytochemicals nyingine. Kwa hiyo vyakula vya wanga vinakuja ni seti iliyokamilika kwa ajili ya afya ya mwanadamu, kwani mwili wa binadamu ndio umepewa kiungo pekee ambacho kitamuongoza binadamu kutafuta mahali popote kitu kitamu kilipo ili uweze kula, kwa maana kwamba utafute wanga ilipo ama mmea ulipo. Katika tafasiri hiyo, hivi ni vitu ambavyo vinathibitisha kwamba binadamu kiasili inatakiwa ale vyakula vya wanga ama ale wanga. Ni kwa nini ni muhimu kula vyakula hivi vya mmea au vyakula vya wanga? Kuna kitu cha kwanza utakaofahamu, muhimu wake wa kula vyakula hivi asili ya mmea ni kwa ajili ya afya ya moyo na mshipa wa damu wewe binadamu.
Vyakula vya mmea ndo ambavyo vina uwezo wa kuweza kukinga na kutibu magonjwa yote ambayo yanaweza kushambulia moyo na mishipa ya binadamu. Na ndio maana kama una pressure unaweza kuchukua vitunguu swaumu ukatafuna ikashuka. Unaweza kutumia kitunguu maji ukatumia ikashuka. Unaweza kutumia vitu kama tangawizi vikasaidia kwenye masuala ya magonjwa ya moyo. Unaweza kutumia vitu kama beetroot bali ikasaidia kwenye swala la pressure. Kuna vitu vingi unakuja kugundua kwamba vyote ni vya mmea, vinafanya kazi ya kudili na mfumo wa moyo na mishipa yake ya damu. Kwa hiyo umuhimu wa kwanza wa kula vyakula vya mmea ni kwa ajili ya afya ya moyo na mishipa ya damu. Vitasaidia kukukinga wewe na magonjwa ya moyo, vitasaidia kuweza kutibu magonjwa ya moyo. Ifahamike tu vyakula vya mmea watu tunavizungumzia hapa, moja ni mboga mboga, kwa maana mboga za majani aina zote, vitu kama cabbage, vitu kama ngogwe, biringanya na vingine ambavyo ni viko kwenye kundi la mboga mboga. Kuna habari za matunda aina zote, kuna habari jamii ya mikunde, maharage, mbaazi, njegele, kunde, choroko, dengu, na sambamba na vyakula asili ya mbegu kama mbegu za maboga, mbegu za alizeti, korosho, ufuta, mbegu za chia seed na mbegu nyingine zote ambazo zinakuwa na asili ya mafuta kidogo, kwa maana kwamba hivyo vyote ni asili ya mmea. Ukija habari za nafaka ambazo hazijakobolewa, mahindi, mtama, ulezi, ngano na mchele wa brown, na vyakula asili ya mizizi, mihogo, viazi mviringo, viazi vitamu, magimbi na ndizi za kupika, vyote hivi ndio ambavyo navizungumzia asili ya mmea, ambao ndo wanga bora ambao binadamu yoyote kwa ajili ya usalama wa afya yake anahitaji. Kwa hiyo sababu ya kwanza fahamu ni hii, kwa ajili ya kulinda moyo wako na mishipa ya damu. Lakini sababu ya pili ni kwa ajili ya kujikinga na kutibu magonjwa mbalimbali. Ukifuatilia watu wenye magonjwa ambayo ni yanashambulia mmeng'enyo, acid reflux, vidonda vya tumbo, tumbo kujaa gesi, bawasiri, saratani za utumbo mpana, saratani za koo, na magonjwa mengine ambayo yanashambulia mmeng'enyo, chanzo chake ni kukwepa vyakula vya mmea ama kula wanga mbovu. Mtu anashangaa anakula sembe ambayo ni ngano, ambayo ni mahindi, unga mahindi ambao umeshakobolewa. Mtu anakula chapati, mikate, maandazi na mkate mweupe ambayo ni ngano yake inakuta imeshakobolewa. Mtu anashushia soda. Baada hapo anashindilia vyakula ambavyo vina protini nyingi na mafuta, maziwa kwa wingi, mayai kwa wingi sana, nyama hizi kwa wingi sana, anakula na jiachia. Anaacha kula vyakula asili ya mmea ambavyo ni asili. Mwisho wa siku vinakuja kushambulia mmeng'enyo. Kuna habari za cholesterol. Vyakula vya mmea vinafanya kazi ya kuondoa cholesterol. Uwepo wa nyuzi lishe kwenye vyakula hivi vya mmea inafanya kazi ya kushikilia zile cholesterol ambazo zimezidi na kuja kuzitoa kupitia haja kubwa na kwenda chooni. Kwa bila mmea huwezi kusolve tatizo la cholesterol. Nyama haiwezi kutibu cholesterol kuwa nyingi mwilini, kwa maana kwamba hypercholesterolemia, nyama haiwezi kufanya kazi ya kusaidia kwenye tatizo hilo, bali inaweza kuongeza. Lakini ukila kama tunda, mboga za majani, inaweza kusaidia kwa sababu ya uwepo wa vitu ambavyo kwamba ni nyuzi lishe, ama tunasema kwamba kwa sababu ya uwepo wa wanga aina ya resistant starch, au tunasema kwamba inawezekana ni kwa sababu pia ya uwepo wa vitu kama phytochemicals ambazo tunafanya kazi ya kuweza kuratibu mifumo ya mwili na kusaidia pia kushikilia zile cholesterol ambazo zimezidi. Lakini fahamu kwamba vyakula asili ya mmea ndo ambavyo vina uwezo kukinga na kutibu magonjwa mbalimbali haya sugu. Na ni kwa sababu gani? Kwa sababu ya uwepo wa vitu kama nyuzi lishe, na ni kwa sababu vyakula hivi vina wanga na resistant starch ambayo pia inafanya kazi kama nyuzi lishe. Ni kwa sababu pia uwepo wa phytochemicals au kemikali ambazo ndo unaona kwamba zinaipatia mmea hizi rangi. Unakuta mmea mmoja huu, unakuta mmea huu na rangi ya kijani, mwingine kama ni chakula hiki cha mmea kina rangi ya njano, kingine na rangi nyekundu. Zile zote ni aina ya phytochemicals ambazo zinadili na magonjwa mbalimbali. Kwa mfano, phytochemicals aina ya lycopene inafanya kazi sana kwa masuala ya saratani. Ukija vitu kama beta carotene vinakuja kufanya kazi kwenye masuala ya macho. Ukija kuangalia vitu kama anthocyanin ambazo ni phytochemicals pia zinafanya kazi kwa ajili ya kubusi masuala kama ya kinga. Kuna vitu vingi ambavyo vinapatikana kwenye mmea ambavyo kwenye vyakula asili ya wanyama ni hakuna kabisa, ama kwenye vyakula vya mmea ambavyo vimekobolewa unakuta vimeshatolewa virutubisho hivyo. Kwa hiyo fahamu kwamba ulaji wa vyakula hivi kutoka mmea ni muhimu sana kwa ajili ya kujikinga na kutibu magonjwa aina mbalimbali. Ukikwepa vyakula hivi kwamba vina wanga
basi kama umeshajiandaa kushambulia magonjwa, kwani ukikwepa vyakula hivi utajitwa kwamba unakula protein kwa wingi, mafuta kwa wingi, unsaturated na masuala ya cholesterol kwa wingi sana, na utakujikuta kwamba sumu zinaonekana mwilini, na vyakula hivi asili ya wanyama kwa wingi sana huwa tunasema kwamba ni pro-inflammatory, vinachochea masuala ya inflammation ambavyo ni vyanzo vya magonjwa. Kwa hiyo hii ufahamu kwamba iko ni muhimu namba 2. Umuhimu namba 3, umuhimu wa kula vyakula asili ya mimea ni kuhakikisha unapata virutubisho vya kutosha ambavyo sometimes haviwezi kupatikana kwenye vyakula vingine. Kwa mfano, nyuzi lishe ni muhimu sana kwa ajili ya afya ya mwanadamu. Kwenye nyama yote hakuna nyama ambayo ina nyuzi lishe, wala hakuna yai ambayo ina nyuzi lishe, wala hakuna samaki ambayo ina nyuzi lishe, wala hakuna kuku ambayo ina nyuzi lishe, wala hakuna mahindi ambayo yamekobolewa ambayo ina nyuzi lishe, wala hakuna soda ambayo ina nyuzi lishe. Nyuzi lishe inapatikana kwenye chakula asili ya mmea tu ambacho kwenye vyakula vya mmea ambavyo ni vya asili. Na ufahamu tu kwamba nyuzi lishe ni aina ya wanga. Kwa kama unakwepa wanga, ujue kwamba hata nyuzi lishe ni aina ya wanga. Kuna habari za vitamin C na vitamin E. Vitamin C inapatikana kwenye mmea kabisa, kwa maana kwamba vitamin C na vitamin E vimesheheni kwenye vyakula asili ya mimea. Halafu hapa kuna issue ya phytochemicals. Phytochemicals zinapatikana tu kwenye mmea tu peke yake. Kwenye nyama hakuna phytochemicals. Phyto, ili neno phyto inamaanisha mmea na chemical inamaanisha kemikali. Kwa hiyo ni kemikali ambazo zinapatikana kwenye mmea. Hivi virutubisho tu vinapatikana kwenye mmea. Ukiweza kukwepa vyakula asili ya mmea ambavyo tunasema kwa vimesheheni wanga, maana yake hutaweza kupata virutubisho hivi ambavyo ni muhimu sana kwa ajili ya kukinga na kutibu magonjwa mbalimbali kwenye afya yako. Lakini fahamu tu kwamba pia habari za virutubisho, nimesema kwamba utapata virutubisho vingi sana vya kutosha kula vyakula aina ya mmea, kwa maana kwamba ukija kwenye swala la madini yanaanzia ardhini na yanafyonzwa na mmea, na kama wewe unaenda kula ng'ombe, maana ng'ombe ameyapata kupitia majani ambayo anakula. Kwa maana kwamba unapokula vyakula asili ya mimea ndio njia pekee ya kuhakikisha kwamba unapata madini ya aina mbalimbali katika kiwango ambacho ni sahihi, kwani madini yale yanakuwa katika mfumo wa uasili katika lesho ambayo ni maalum. Ukija kwenye swala la vitamini, mmea ndio kiumbe hai pekee ambacho kina mashine ya kuweza kutengeneza vitamini mbalimbali, isipokuwa tu nakubaliana vitamini B12 ndio ambayo huwezi kuipata kwenye vyakula asili ya mmea, kwa maana kwamba vitamini B12 inatengenezwa na bakteria. Mnyama hatengenezi wala mmea hatengenezi, isipokuwa tu inatengenezwa na bakteria, ambao sasa bakteria sasa wewe unakutana wapi? Wanyama kama ng'ombe wanapokula uchafu ule, wana concentrate hawa bakteria kwenye utumbo wao, na bakteria wanapozalisha kama vitamini B12, basi wale wanyama hao kama ng'ombe, mbuzi huwa wanafyonza kuweka kwenye miili yao. Lakini kwenye vyakula ambavyo tunakula unaweza kukuta kwamba kuna issue ya vitamini B12. Hata hivyo, kwa maana ya kwamba kwa yule mtu ambaye anakula vyakula asili ya mimea kwa 100%, amekuwa vegan, huwa tunashauri kwamba aweze kupata supplement ya vitamini B12. Lakini kama umeweza kufuata ile kanuni ambayo inashauri kwamba 95% mmea, 5% asili ya wanyama, basi unakuwa kuna haja kuchukua supplement ya vitamini B12, kwa maana kwamba kupitia kiwango kidogo sana cha samaki unayekula au kuku unayekula, basi utaweza kupata vitamini B12. Tatizo inaanza pale unapokuwa umepindua, unakula vyakula asili ya wanyama vingi sana hapo vya mimea kidogo sana. Mtu anakula tumboga tu majani tuchache, lakini bakuli limesheheni nyama kwa wingi sana. Ule sio ulaji ambao ni mzuri, bali hakikisha vyakula asili ya mmea ni vingi, alafu asili ya wanyama ni kidogo sana, kwa maana kwa vina supplement ama vinaongezea kwenye ule ulaji. Kwa hiyo fahamu kwamba hii kwa ni muhimu wa pili, kwa maana kwamba unahitajika ule vyakula asili ya mmea kwa ajili ya kupata virutubisho vingi vya kutosha katika kiwango ambacho ni stahiki, ambao baadhi ya virutubisho huwezi kuvipata mahali pengine. Namba 4, muhimu wa 4 ni kwamba ni kwa ajili ya kujikinga na unene na vitambi. Nikufahamishe tu kwamba vyakula asili ya mimea vimejaa sana maji. Kwa mfano kama ni tango limejaa 90% ni maji. Ukija kuangalia vitu kama tikiti maji, asilimia kubwa ni maji. Ndizi mbivu almost 70% yake ni maji. Vyakula vyote asili ya mimea vimesheheni maji. Kwa maana ya kwamba hii itakupelekea wewe kupata nishati ndogo sana au ya kawaida ambayo haiwezi kusababisha wewe kuweza kuota kitambi. Na hii inazidi kuelezea kwa nini watu wa vijijini au miaka ya nyuma kulikuwa kuna mlipuko wa vitambi. Pia vyakula hivi vya mmea, ukila vyakula asili ya mmea ni unawahi kushiba mapema
kwa maana kwamba hauli sana kupindukia, hata kwamba ukila kwa sababu, na hii ni kwa sababu ya uwepo wa nyuzi lishe. Nyuzi lishe ina provide satiety, kwa hiyo ni kufanya wewe kutokuweza kula, unakuwa umepata virutubisho vingi, lakini umepata nishati ambayo ni ya kawaida sana, lakini hii haikufanya kuwa na craving ya vyakula tofauti tofauti. Inakufanya unakuwa katika hali ambayo ni ya kawaida, kwa sababu vyakula hivi vinafanya kazi ya kubalance mifumo mizima ya mwili na homoni kwa ujumla. Kwa hiyo hakuna namna ambayo unaweza kupata kitambi kama unakula vyakula hivi vya mimea, na ndio maana hii inasaidia kuelezea watu wa vijijini sana, walio wengi, asilimia karibia 98 ni hawana vitambi. Vitambi tutaviona mjini, ambapo watu wanakula protein kwa wingi na mafuta kwa wingi, sambamba na wanga ambazo sio asili. Mwisho nimalizia, umuhimu wake ni kwamba inasaidia kwenye kukinga masuala ya inflammation. Inflammation ni mioto ambayo inatokea sehemu mbalimbali za mwili, na sometimes inflammation tunasema kwamba ni njia ambayo kinga yako ya mwili huwa inatumia kuweza kudhibiti magonjwa. Lakini inflammation ambayo inakuwa imeanzishwa na kinga yako huwa inawashwa, ule moto unawashwa, baada hapo kinga na uzima. Lakini kwa sababu ya ulaji mbovu sana, huwa inatokea tu inflammation, mioto hii inatokea pasipo kudhibitiwa, na hivyo kuweza kuharibu tishu mbalimbali. Na hii ni kwa sababu ya watu, nakuta mtu ameepuka vyakula vya mmea, na hii ni kwa sababu tu kwamba vyakula asili ya mimea vina hizi phytochemicals ambazo ni anti-inflammatory, vinazuia, hizo kemikali zinazuia mioto. Kwa hiyo hata inapokuwa imetokea ni kwamba ile inflammation inapokuwa imewashwa na kinga zako, inakuwa inakontroliwa vizuri ama inadhibitiwa kiasi kama haiwezi kuleta madhara yoyote. Lakini ama kuepuka vyakula hivi vya mimea na kula vyakula vingi asili ya wanyama na kutokea viwandani ambavyo sio vya asili, fahamu tu kwamba inflammation kwa zinaongezeka, ambacho ni chanzo cha magonjwa mbalimbali, kuanzia kwenye unene, magonjwa ya moyo, saratani, matatizo ya mifupa na magonjwa ya mmeng'enyo na magonjwa mengine chungu nzima. Inflammation imekuwa ikihusanishwa kwenye tafiti mbalimbali. Kwa hiyo hizi ni baadhi ya faida ama umuhimu wa kula vyakula vya mmea. Kupitia sababu hizi, chonde kama ulikuwa sio mpenzi, hakikisha unazingatia kula vyakula asili ya mmea kwa ajili ya kujikinga na magonjwa, na kama umeshakamatika na magonjwa, hakikisha unazingatia kula vyakula hivi, kwa maana ya kwamba vyakula hivi vinakinga na kutibu magonjwa. Ukiangalia dawa nyingi ambazo zinafanya kazi ya kuangalia kuleta aweni ama na kutibu kabisa, ni dawa zote zinatokana na mmea. Hakuna dawa ambayo imetokana na nyama ambayo nasema kwamba iko dukani hii, ama herbalist yote au daktari wa mitishamba ambaye anauza nyama hiyo ama dawa hiyo anasema kwamba inatibu. Dawa zote zinatokana na mmea, kwa maana kwamba mmea ndio chakula na mmea ndio dawa. Tuhakikishe kwa tunaishi humo. Ukiamua kula vyakula asili ya wanyama, hakikisha tu kwamba ni unajazirizia, lakini visiwe sehemu kubwa ama visichukue nafasi kubwa ya vyakula asili ya mmea. Kula vyakula asili ya mmea vya aina tofauti tofauti, uhakikishe unapata virutubisho ama kemikali ambazo ni muhimu kwa ajili ya kukinga na kutibu magonjwa za aina tofauti tofauti, na upate virutubisho vya aina tofauti tofauti katika kiwango ambacho kinastahili. Kwa hiyo kama ulikuwa fahamu, nadhani nimekufahamisha. Hivyo ni kusii tu ushare kwa wengine waende kujifunza zaidi umuhimu wa kula vyakula asili ya mmea. Ni kushukuru tu kwa kutazama video hii mwanzo mpaka mwisho. Ulikuwa na mimi Emmanuel Mpalie, Kitama Nutrition Specialist. Nikutakia wakati mwema, kwa heri.